Mazee, asanteni sana 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 sana. Karibuni kwa hii episode ya Jubilee Scandinavia. Hapa ni Stockholm, Sweden. Na mimi ni chairman wa Jubilee hapa Scandinavia. Majina zangu ni Kenneth Munge na jina ya mtaani inajulikana kama Ufuri. Mazee, karibuni sana na nafurahi sana vile tumekuwa tukijadiliana kwa hizo video zimepita, na nimepata responses mingi sana kutoka kwa Wakenya wengi. Wamenikulia waya, wengine wameniandikia kwa mail, wengine wamejibu kwa Facebook, wengine wame take contact through other contacts zangu, wamepeana opinion zao. Mazee, nashukuru sana kuona involvement ati watu wanataka tujadiliane vile nchi yetu itaendelea mbele. Manze, leo hii niko hapa mbele yenu leo juu niko concerned sana na vile vitu zinaendelea pale home. Na ile kitu important ni ati manze, all is not well in our country. Saa hii leo hii nilikuwa nadhani ndakuja kuongea kuhusu responses zile watu wameniandikia hapa. Niko na mingi, niko na zingine ziko kwa computer, lakini manze naona lazima ni address hii issue juu breaking news leo hii imekuwa ni ati wamevamia nyumba ya vice president wetu, gunmen. Yani watu walikuwa na nia, atujui ni nia kama ni ya our vice president Honorable William Ruto na familia yake, ama ilikuwa ni viti, atujui ni nini. But kama ni ukweli hivyo tunasoma ati kuna watu leo hii wameingia kwa boma ya William Ruto na wakajaribu kuingia ndani na wakapigana na security agents. I mean, sisi tunachukulia hiyo mambo very 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 serious, kwa sababu we the political conscious Kenya tunaona hiyo ni murder attempt, na tunaona hii ni mambo sasa tunatoka kutoka kwa demokrasia tunaanza kuingia kwa mambo ya violence. Sijui kama ni hii siasa imetake long sana mpaka ikafika mahali watu sasa wamechoka, wanataka kuanza kuuana, ama ni demokrasi yetu imekaa sana, ama sijui ni nini. Lakini hiyo ni an act of shame kwa wale watu wamejaribu kukari hiyo attack, na tuna condemn hiyo attack on the highest level. Ati hawa ni watu wako na uoga, hawa ni watu ambaye hawataki kufuata demokrasi na hawataki kufuata vile inchi ama zile siasa inchi inaendelea nazo. There are people who want to take shortcuts by trying to kill and intimidate our vice president. I condemn that very 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 seriously. Hii ni mambo atufai kuwa nayo Kenya. Hakuna mtu anafaa kudisha mwingine mambo ya violence. Let's go all of us sell our ideas in the political marketplace. Kuna wakati Kenya we couldn't talk about vile tunataka in our country, but right now Kenyans we can talk about what we want. Tuko na freedom of speech, tuko na freedom of expressing ourselves, na tuko na freedom ya kuchoose whatever party you want to affiliate yourself with without any fear of intimidation. Na hii mambo ya intimidation bana, mimi naona mazee tunaendelea kila saa tukiingia upande ni kama tunaenda vizuri upande wa democracy, lakini upande mwingine tena tunarudi upande wa violence. Mazee, hiyo story ya kuingia kuvamia boma ya Ruto bana, that's very very discouraging. At this juncture, I don't want to point at ni opposition imefanya hii kazi. Sitaki kuingilia mtu because I don't have evidence. Sitaki kusema ati ni opposition imefanya hii kazi because police reports na bado police investigation inaendelea. But let's hope ati sio siasa yetu ina deteriorate. Let's hope that ikuwe ni waizi tu alifikiria kuna pesa, ama ni Al-Shabaab, but mlengo wa kujaribu kuingia kwa boma ya vice president, mimi naichukulia personally as a political act.
And if it is a political act, then who is responsible? Wacha tungoje hiyo mambo, tuone polisi watasema nini, ama tuone the development of investigation vile zitaendelea. I'm happy walishika mtu mmoja according to reports, na nahopio mtu mmoja atatoa reports za mahali ametoka na nani amemtuma, na atareveal wale wengine ili wakuje kwa justice, tuwalete in our courts, tuwalete in our justice system. We cannot tolerate violence in our political system. Right now tuko sensitive kwa sababu anything that happens to one of the top politicians itakuwa ni kitu, ni kama tunangojea tuone ni nani. Right now tunaweza blame ni Raila, labda ametuma. Kitu kifanyikia Raila tutasema ni Uhuru. Kitu kifanyikia Musalia tutasema ni Ruto. Kitu kifanyikia labda Kenyatta tutasema ni Raila. I mean, this is what is happening in our country right now. And that state is a state which I don't like. It's a state which we should take very seriously, we Kenyans. Na ndio nasema mara kwa mara, let's focus on the issues. Tuache kukua confused. Lakini mimi nitasema hivi leo hii. Mimi naona ni kama NASA na Raila Odinga ni kama watu wataki kwenda kwa elections bana. Those guys, they seem not to be wanting to go for polls in Kenya. They don't want to go for elections. Wamepeleka serikali kotini. Wamejaribu kuleta hii mambo ya ballot papers. Uhuru na serikali yetu ya Jubilee honor all their conditions, what the courts have been saying. Raila Odinga amejaribu kusema sijui there will be election rigging. Raila Odinga amesema sijui kuna jeshi itaingililia. Sasa hii amecomment mambo ya jeshi, ameingilia jeshi for the second time. Anajaribu kuleta confusion in our country. Let me put it this way. Kama Raila anataka mkate nusu, mwambie sisi watu wale tuko conscious politically. Tunajua what he really wants. Tunajua anataka mkate nusu, na instead of trying to incite Kenyans wapigane, because Raila inaonekana anapenda kuthrive in turmoil, in chaos. He wants to lead our country into anarchy. Yani anataka nchi yetu ikuwe in chaos, because Raila thrives in chaos. Na sisi tunataka tumwambie vizuri, Raila, this time we are not going, and we are going to avoid to enter into your traps. Wacha nikuambie, wewe jaribu vile utaweza, lakini this is your last time, I hope. Because sisi we are going to vote you out. In fact, mimi nashindwaje ulifika that level, on what grounds? Because hii ni shida moja alituletea. Me, I think we shouldn't be dealing with you right now at this juncture in Kenya. We shouldn't be dealing with a person like you. Moja alituachia hii tabu. Maybe ni ile tabu moja alikuwa anatuambia, mimi nitawacha nyinyi na tabu. Hata nikitoka hapa mimi nitakwenda, mimi nitawacha nyinyi na tabu. Mtaacha nyinyi na tabu. Na ni kweli hii tabu kama ndio moja alikuwa anatuambia, then this is a problem we are dealing with in Kenya right now. Because Raila, I'm sure you don't want to go to polls. Wanataka mambo ya kuingiza turmoil in our country so that we can negotiate with you on how you can have mkate nusu. You want time to elapse, then you can tell the government that time yenu imekwisha, let's negotiate for an interim government. We know your move, but we are going to elect you out. Mnajifanya nyinyi ni watu mko very transparent, watu wa NASA. Tunajua vizuri, Kalonzo Musyoka ulipewa 400 million ndio usi challenge presidency. Wetangula ulipewa 200 million, we know that. Tunajua Musalia pia ulipewa 200 million, msiingililie. Nyinyi tunajua vizuri ni watu mko hungry for power. Na ndio nasema mara kwa mara, hizi elections za Kenya leo hii, and that's what I'm telling all the Jubileans and all Kenyans. Elections za Kenya round hii
These are the most simple elections, because tusipokubali kukuwa confused, sisi we know who are the progressive guys and who are non-progressive people. Tunajua who are the power hungry guys, and we know the guys who are not power hungry. We know Uhuru and Ruto are the best guys for our country. Raila, shame on you. Wewe ni mtu mzee, umekaa pale kwa siasa muda mrefu. You are the most unstrategic politician I've ever seen in my life. Mimi sijaiko na mtu so unstrategic in politics like yourself. Shame on you. You cannot play good politics. You don't know what politics is all about. You are an outdated Stalinist. You are an outdated communist. Wewe unaishi bado kwa zile mambo za sijui za revolution za kina sijui Fidel Castro. Sikiza bana mzee, wewe you cannot change anything in Kenya. You cannot even bring maendeleo to your own people. Wewe hakuna kitu unaweza tuonesha umefanya Kenya. There is nothing you can show us. And the people you target ni hao watu wanakutambua, watu wanasema ati Raila ni, people who take you like a religious leader or like a god. Wale watu wewe mwenyewe umebrainwash, people who see you fanatical. Hao ndio wale watu wewe unaweza appeal kwao. Lakini for the clever Kenyan, for the liberal Kenyan, for the intelligent Kenya, you know very well, you cannot win over intelligent Kenyans. And that is why you're trying to delay the process of elections so that you can bargain for your mkate nusu. Wananchi wenzangu, mimi nataka kuambia kitu moja. Let's vote NASA out. Watu tuwatoeni nje. Because kama unaona hivyo wamevamia nyumba ya William Ruto, our deputy president, this is the way, if Raila takes power, is going to be in Kenya. Don't be cheated. We are telling you over and over again. Nyinyi watu mna support Raila, wale watu mmekasirika na Kenyatta, akufanya sijui Kikuyu kitu. You guys who are confused about what is happening in Kenya right now, or you people who are taking it out on Uhuru, nyinyi mnaona ni kama Uhuru amewalet down. Well, labda mko na right ya kufeel hivyo, lakini I'm telling you, you don't know what you're dealing with. You do not know who you are dealing with. You are dealing with Raila Odinga, a professional, populist, reactionary, opportunist. Nyinyi mnadeal na mtu so deceitful. A person who's a very deceitful person like racism, white supremacy. That's what you're dealing with. You do not know who you're dealing with. Mnadeal na mtu ambaye anacheka saa hii, puts a smile on his face, lakini he means to stab you in your chest. Mtu saa zile analia, anajifanya anatoa machozi, lakini si machozi anatoa, anacheka inside his heart anacheka. That's a kind of devilish people we are dealing with in the opposition. Hii si mambo ya siasa anymore. Ikifika mahali wanaanza kuvamia nyumba ya mtu, it's not about politics anymore. When they kama wangepata Ruto kwa nyumba, wangemuua. Wangepata bibi yake ama watoto wake kwa nyumba, wangemuua. If those people manage to enter, wangewa vice president. Bana, you guys, hii mambo ya NASA tuwarusheni nje. Let's vote Kenyatta in. Let's take all the necessary steps and in our power as Kenyans to make sure that Uhuru and Ruto remain in power. Because this is how business is going to run. Hii ni kionjo tu ameanza na hawajachukua power. Imagine wakichukua power. Watakuwa wakipiga nyumba ya karaoke, watakuwa wanapiga nyumba ya nani wa Kikuyu. Kikuyus will be targets and Kalenjin will be targets. And that is exactly, then narudia mara kwa mara, business will not be the same for most of us in Kenya if Raila and his group ever takes power. Na mimi nakwambia, believe it or not, that is exactly what is going to happen. So bila kuduela a lot of time na hii issue, bana
tunasema pole kwa our Vice President Honorable William Ruto from Scandinavian Kenyans. On behalf of them, tunasema pole mzee kwa kuvamiwa, and we hope that mtafanya investigation mzuri, na wale watu wamekuja kwa hiyo, ama wale watu wamejipanga kufanya hii mambo ya uoga na mambo ya cowardice watashikwa na wataletwa kotini. Ile kitu iko ni ati mimi naona tujaribu sana we make sure that our country does not enter into war. Nchi yetu inaletewa problems na watu pia wa kutoka nje, inaletewa problems na watu wana finance NASA, na tuko very very conscious and we are very aware that this is what is happening in our country. So kwa hivyo bila kuwaste time, wacha niwachane na hii mambo ya Raila na niwache hii mambo ya kushinda tunaongea mambo mingi kuhusu jamaa NASA. We have so many important things to talk about. Alafu na nashukuru sana kwa hizo respond pia nimepata. At the same time nataka pia kuingiza mambo ya presidential debate pia, juu ilikuwa imefuatana na hii mambo vile Kenyatta hakuenda kupingana na huyu jamaa anajiita Raila. Mpango zimepangwa na media zingine bandia zimelipwa pesa bana. You guys, watu wa Kenya, na tusikizane kitu moja. We normally talk about ati kuna corruption kwa ministry fulani kama ya lands, tunasema kuna corruption Sheria House, sijui Nyayo House. But today nyinyi wa Kenya, let us talk about one thing, and let's be aware of one thing and be very conscious about it. The most corrupt institution in Kenya right now is the Kenyan media. The Kenyan media is one of the most corrupt institutions in Kenya. Na unajua wanaongea kuhusu other corrupt institutions, but they don't talk about themselves. Bana, ukiangalia vile media zingine, sio zote, let me don't get me wrong, sio media zote, lakini media zingine, na tunajua ni gani, tumezinote na tumeziandika chini pamoja na editors wao, kila kitu put forward. Ile tunataka kusema leo hii ni ati all those guys, kukatokea vita Kenya, we are going to hold you responsible. Your names, we shall hand them over to whichever court will investigate where the violence came from. Kwa sababu nyinyi you are inciting violence, mnaleta mambo za polls za ujinga, za uongo, za kudanganya watu, na mnajua vizuri mtu kama Raila is going to use hizi polls akishindwa. Na definitely you know very well that you guys mnapewa pesa ndio mfanye hivi. In fact, nyinyi watu wa media mnapewa pesa to go against your own country. Yani nyinyi ni watu amko patriots. Mnajua vizuri Kenya watu wanaweza shika machete wakatane shingo. Because you see, Kenyans we are suffering. Kenyans hatuko fit, tunajaribu kurun up and down, tukijaribu ku make ends meet. Tuna hustle, wamama wanamka asubuhi mapema, watu wanakaa kwa traffic jam, watu wanakimbia kila mahali, and yet we don't have anywhere to go and get counseling. Alafu mnajua vizuri a politician like Raila, a politician who incites people, nyinyi mnaweka mambo yake kwa gazeti, when you know very well that Kenyans are not getting counseling where they can chill down. Wakenya, we just socialize when we are having problems, and you are using those polls and you're using your media to make sure that Kenyans stay divided. Bana, shame on you media people. Bana, nyinyi ni watu bana, we are going to hold you this time, we are holding you responsible if fight comes out of in Kenya because of you guys. Kwa sababu this is what Raila wants. Na anawatumia nyinyi, mnapewa pesa, mnajaribu kuandamana serikali ya Kenyatta, na tunaona hivyo, alafu mnafanya hiyo shamble bullshit. Mnajaribu kuita Kenyatta akuja ati asimame hapo. Mmekochu jamaa kuja kujibu maswali za ujinga. Why didn't you ask him about the 300 million zile ameibia wa farmers wa Mumias? Why didn't you ask that question to Raila? Why didn't you ask
questions about Kalonzo Musyoka alipewa 400 million. Huyu Raila mwenyewe kabla David Cameron hajatoka, pesa ya youth ile walipewa na Britain. Why didn't you ask hiyo pesa ilienda wapi 700 million? Mbona muulizi maswali zile zinafaa? You coach a guy anakuja pale anajibu maswali. In fact hata hizo maswali alijibu in a so stupid way because he cannot even argue. Alafu wajaluo wanasikia vibaya ati Kenyatta hakukuja kwa debate. Why should you feel bad? Feel happy. Raila went to the debate and he got what he wanted. Kwa nini mnasikia vibaya Kenyatta did not come to the debate? Why do you feel bad? Wachani kusikia vibaya. Kenyatta had the right to say yes or no. Kenyatta's confidence is winning. And we are going to back Kenyatta. We are going to make sure that our president is Uhuru Kenyatta and his deputy is William Ruto. Nyinyi watu wengine wacheni ujinga mko nayo. Kenyans, we are not going to stay confused. We are not going to be confused. We've made up our minds and nothing is going to confuse us. Raila hizi taktika anatumia za kujaribu kuleta violence, anarchy, persistence, anataka watu wachoke ati basi mpatieni wachukue tu tuachane na yeye. You see, that is a tactic, a political tactic is trying to use. Wakenya wachoke. Waseme Negrai Kemodo ipatieni huyu mtu. That is what he wants. We are not going to be held at ransom this time. We know your tactics, we are too smart for it, and we are going to avoid it. Nyinyi watu wa media, Hague is not far from Stockholm. Tutapeleka majina zenu hapa kwa Hague. If fighting erupts in Kenya, you'll take responsibility of your reportage. We are making sure that your names will not be left out this time. Be very, very careful. Kenya, we are in another level. Sisi hatutaki ujinga mnatuletea. You either do a good job, mwache hiyo pesa mnapewa na watu opposition, mwache kutumia kama watu wajingo, and be professionals, because if Kenya goes down, you go down. Hizi polls zinatumiwa mahali watu wakatanangi shingo. Zinatumiwa mahali kama hapa Europe, mahali kama US, mahali watu wanaelewa what hii mambo ya polls ni nini. Sasa Kenya mahali watu mnajua vizuri, watu wanaangalia polls, wanaamini hizo polls za ujinga za uongo mnasema. And then you put them in your media knowing very well that Wakenya wanaweza katana shingo. You guys are the most you guys are the most heinous, I don't know, baddest people. Yani you're so corrupt in the mind that nyinyi ni watu wabaya. Nyinyi na Raila you are the same thing. Yani ni watu wabaya. How can you put such kind of polls za uongo kwa media? Za kujaribu kudanganya watu na mjua vizuri Raila hana numbers. Anyway, what we do is that I don't want to continue with this topic for a very long time, lakini tungoje tuone development. Lakini hapa ni mambo na Jubilee, tutajibu maswali zenu, wacha tuone outcome hizi vitu vile zinaenda. But at the same time, at least we've made our point. Na Jubilee Scandinavia is alive. Niko na maswali zenu hapa, naona vile ziko zote na nitazijibu in a short time. Mjue pia sisi tuko na majob mingi hapa tunafanya Stockholm. Right now ni summer na tuko na so many activities, lakini we are working hard to come to the campaign again. Before hata elections iendelee, tutakuwa na a place in Stockholm tumesecure, mahali tutakuwa tunangojea for results. All Jubilee members tuta host a dinner event in the evening. We will have champagne because we know we are going to win. We'll toast the champagne on the announcement of the tukijua Kenyatta ameshinda. Na at the same time tutakuwa tunangojea tuone vile mambo ziko. So far tutatoa another statement na kuna more videos zinakuja. Mazee msiwache kutuma vitu zenu. Mazee mtumieni, asanteni sana. You guys be blessed and let's pray for our country and let's not fall for traps. Let's stay focused. Don't forget, we are voting Uhuru and Ruto, and we pray for our Vice President William Ruto and his family that they are all well, and let's pray for our country. Asanteni sana. Mazee karibuni mazee. Jubilee Part 2 wazi. Bye bye.